story ya hii finance bill, kama watu wamesoma ama mbunge atakusomea. Na kwa hiyo mada akatuambia ya kwamba budget ya Kenya inaenda juu to 4.8 trillion. Nataka kuunganisha hiyo mada Bwana Spika na mada yenye mimi nikiangalia zinaendana, yenye Joakim alileta hapa Bwana Spika. Tukiangalia hii Kenya Bwana Spika, there is no single day to may I meet our budget through the taxpayers and other avenues ya wa Kenya to sustain their budget. And that means always we are going for loans to sustain our budget Bwana Spika. Na nikiangalia hii serikali Bwana Spika, haiendi mahali mzuri hii serikali. Juu hapa juzi CS wa finance alituambia ya kwamba those who are earning 30,000 and below are going to be tax free. And that means we are going to collect even more less, or rather we are going to collect kidogo ya what we've been collecting from the taxpayers. Then this government is going ahead and telling us Bwana Speaker ya kwamba budget inaenda juu, and they are not telling us where is the difference going to come. And that is why I want to tie it na hii mada ya Safaricom Bwana Speaker. Ukiangalia sahi tukiongea, Safaricom is owned na serikali ya Kenya to the tune of 35%. It is not fully owned by the government of Kenya. Na ukiangalia kwa biashara Bwana Speaker, if you want to privatize a parastatal, sana sana huu unaangalia ile parastatal that is not bringing benefits. Na mara mingi sana ukitafuta parastatals ama ukitafuta farms which are partially owned by the government of Kenya, utapata ya kwamba zinaingiza mingi, kwa sababu we have different people wenye wako na interest for the growth of that farm. Na sahi tukiongea, Safaricom is the poorest option ya serikali ya Kenya who give out his shares in the name of wanauza Bwana Speaker. Na nikiangalia, huenda hii serikali is testing waters, and the main source ya hii pesa yenye wata finance nayo our budget beyond 2026, maybe they are going to sell more and more parastatals ya Kenya so that we meet the difference. And this is a very wrong strategy Bwana Speaker. And it can only take place in a government which is led by someone who is clueless like William Samoei Ruto. Na najua kuna wenye wana support William Samoei Ruto hapa, na wenzetu wenye tulisupport nayo Raila Amolo Odinga wanasema hapa ati the main reason why wana support William Ruto juu ananyanyasa hawa watu wa Mount Kenya. A very wrong strategy ya kusupport mtu bwana. Tulikuwa tuna support Raila Amolo Odinga isaidie hii nchi, lakini hatukuwa tunamsupport upande ingine ya Kenya iumie Bwana Speaker. It is a high time this government. Sorry. Okay. If I may ask. Yes. Kuna kuumia pande ya Mount Kenya vipi? Asante Bwana Speaker. Nitakuia radhi kwa sababu huenda ukiwa una control flow ausikizi kitu watu wanasema hapa. Kuna member mwenye amejiita hapa Masai
amesema anafurahia sana William Ruto ananyanyasa hawa wa Mount Kenya. Nimeuliza according to you. Yes. According to your own opinion, kuna kuumia gani watu wa Mount Kenya wanaumia? Again, that is a wrong understanding of what I just said. I was advising our people who supported Raila Amolo Odinga. But I will forgive you because you didn't support Raila Amolo Odinga. So that message was not meant for you, Bwana Speaker. But ningependa niendelee nikisema hivi, Bwana Speaker. Hii serikali must come up with strategies to finance budget yenye inakuja nayo. Even before watuambie budget itakuwa inafika pesa ngapi. Na nikimaliza hiyo mada, Bwana Speaker, nikiangalia trend ya Kenya, kitu tunaambiwa inflation rate imekuwa ikikuja chini, Bwana Speaker. Na the moment inflation rate inakuja chini, nguvu ya pesa inapanda. That is purely from business, Bwana Speaker. Na every year ukiangalia, tukitangaziwa budget ya Kenya, budget huenda juu. The moment inflation inakuja chini na budget inaenda juu, we should see the difference in the ground. Pesa yenye tulitumia the last financial year ilikuwa chini. Inflation ikakuja chini na budget ikapanda juu. That difference must be felt on the ground. Na kama sahi we are not feeling the difference, inflation inakuja chini na budget inaenda juu, then it only means pesa zetu zinaibiwa, Bwana Speaker. And that is one thing lazima tupigane wa Kenya, tuondoe hii serikali iende nyumbani. Na ningependa nimalize na hii mada, Bwana Speaker. Member anauliza hapa ya kwamba, Bwana Speaker, member anauliza hapa ati Orengo anasema party leader wa ODM hawezi. Ni nani anaweza? Mali na keti, Bwana Speaker, nikiangalia kwa umakini, hakuna mwenye anaweza ODM. Hii ODM is dead already. And there is nothing called ODM. Mimi nikiangalia. So hakuna mwenye nitasema hapa anaweza endesha ODM. Ukiangalia party leader wa ODM ambaye ni ndugu ya Raila Amolo Odinga. This guy ajui hata hii ODM inataka nini kwenye serikali. And there is no way you can go to a bargaining table kama we mwenyewe ushasema hakuna kitu unataka, then wananchi wakipiga kelele, who are members of this party, then unakuja hapa unatuambia power, and power ndio unataka. And this is the first time a party leader of ODM ana trend kwa TikTok na maneno yake, na kwa ground hakuna kitu inafanyika. And by the time we are going to 2027 election, hii kitu inaitwa ODM haitakuwepo, Bwana Speaker. Asante sana.